Ameyazungumza hayo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah wakati wa uzinduzi wa mradi wa hoteli ya Matemwe Attitude iliyopo mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema hoteli hiyo ina kila aina mazingira yanayopatikana humo, jambo linaloleta faraja kwa watalii watakaokuja katika hoteli hiyo. Uwekezaji kila siku una faida nyingi sana, na nchi yoyote ambayo imejikita kwenye uwekezaji, hiyo nchi inakuwa ni nchi ya mafanikio. Nasi Zanzibar, suala zima la uwekezaji limetusaidia kwa asilimia kubwa. Nimeona pale ZIPA wameeleza zaidi ya miradi 550 imeshasajiliwa, watu wanaendelea kuwekeza. Kwa kweli hii ni historia ndani ya Zanzibar. Hongereni sana kwa kazi nzuri. ZIPA mmefanya kazi kubwa sana. Na sisi tunasema tutaweka mazingira rafiki. Tutaendelea kuweka mazingira rafiki kuhakikisha wawekezaji wetu wanapata kila wanalostahiki ili waweze kuwekeza kwa karibu zaidi. Aidha, Mheshimiwa Hemed amesema uwekezaji una faida nyingi, jambo ambalo limeisaidia Zanzibar kwa kimaslahi, sambamba na kuwataka wale waliopata kazi katika hoteli hiyo kufanya kazi kwa bidii na umakini na uadilifu na kufuata maelekezo ya wakuu wao. Nitumie nafasi hii kuomba sana sisi ambao tumepata kazi. Nimeambiwa asilimia zaidi ya 96 ni wafanyakazi kwa maana ya Watanzania. Sisi ambao tumepata kazi, naomba tufanye kazi kwa umakini, kwa uadilifu, lakini tufuate maelekezo ya waajiri wetu ili badala ya kupungua wapate nafasi ya kufanya mradi mwingine, Wazanzibari tupate nafasi nyingine. Haya yote yasingefikiwa kama si ukombozi wa mwaka 1964. Mapinduzi haya tunayoyazungumza leo, ambayo mzee Abedi Amani Karume pamoja na wenzake waliamua kufanya mapinduzi kwa ajili ya kutukomboa Wazanzibari. Faida ya mapinduzi tunaendelea kuiona leo. Kama ingelikuwa hatuko huru, tusingeweza kusimama hapa na Wazanzibari wakaweza kuwa na vitu vizuri kama hivi. Lakini uhuru huu ndio unatusababisha tuweze kufanya mambo makubwa, lakini tuweze kuongoza sisi wenyewe. Wakati huo huo, Waziri wa Kazi na Uwekezaji Dr. Sharif Ali Sharif amesema kila mmoja ni shahidi kwa yanayofanywa kwa kipindi hiki na wamejipanga kupindukia miradi 150 kwa mwaka huu, sambamba na kuahidi wizara kuendelea kufanya kazi kwa wakati unaotakiwa na kwa ufanisi. Tunaiona miradi mingi, iwe ya utalii kwa maana ya mahoteli na vitu vingine, lakini mahospitali. Sasa hivi miradi ambayo tumejipanga kama ZIPA, kama wizara, tupindukie miradi 150 kwa mwaka. Hii haijawahi kutokezea tena. Na mimi nitoe ahadi kama waziri, tutahakikisha lengo hilo tutalifikia inavyotakiwa. Aidha, Dr. Sharif amewataka wafanyakazi wa wizara hiyo kuwa na bidii ya kufanya kazi ili kwenda sambamba na matakwa ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwani lengo la serikali hiyo ni kuleta maendeleo kwa wananchi wa Zanzibar. Lakini pia ni kuahidi kwamba wizara itaendelea kuchapa kazi kwa ufanisi unaotakiwa na kwa muda unaotakiwa. Hili ni jambo ambalo kwa kweli ninalisisitiza, na mimi nitoe wito kwa wafanyakazi wote wa serikali wakiwemo wa wizara yangu, tubadilike, tuwe tunachapa kazi, kwa sababu nchi hii inatutegemea sisi kuleta hayo maendeleo yenyewe. Kulikuwa na suala hapa lilileta mheshimiwa mwakilishi naibu waziri, linalohusiana na corporate social responsibility. Nimesema bora nilisemee hili kwa sababu tayari nimeshatajwa katika ile sheria ya ZIPA, lakini haijatoa miongozo yake. Kwa hiyo tunachokitaka kukifanya sasa hivi, tutatengeneza kanuni, regulations, ambazo hazitochukua muda mrefu, ili sasa kuweza kuwadhibiti hawa wawekezaji, kuhakikisha wanatoa mchango mkubwa kwa jamii ambazo zinazunguka pale.
ikiwemo masuala ya maji, iwe suala la mashule, iwe suala kujenga misikiti, barabara hizi ndogo ndogo, usafishaji wa mazingira. Hayo ni mambo ambayo yataainishwa ndani ya zile kanuni za corporate socialism. Nikiripoti mimi ni Mariam Khere, Zinjibari TV, Zanzibar.